Alichokifanya Niffer kimeshtua wengi hadi Samia Suluhu kustaajabu akiwa Ikuluni. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Ni mvutano ambao Tanzania imekuwa ikiishi nao kwa miaka, lakini ambao sasa umechochewa zaidi na kasi ya teknolojia na upanuzi wa majukwaa ya kidijitali. Sakata hili lilipata sura mpya baada ya Niffer kuachia video nyingine akitangaza dawa ya mswaki anayodai kuondoa harufu mbaya ya mdomo. Kauli aliyoitumia hakutakuwa na harufu wala harufu ilionekana kwa wengi kama kivuli cha tukio la awali, ingawa kimaudhui alikuwa anaeleza moja kwa moja faida ya bidhaa. Kumbukumbu ya yaliyopita ilifanya video hiyo isisomwe kama tangazo la kawaida ndani ya mazingira ya hofu ya maneno. Kila sentensi inachunguzwa kwa jicho la kisiasa. Mwitikio wa umma ulikuwa wa haraka na mkali. Baadhi waliona ni ubunifu wa kawaida, ushahidi wa mjasiriamali anayekataa kunyamazishwa. Wengine waliona ni dalili ya kusahau hatari ya kuigusa dola kwa mzaha, wakitumia lugha ya kejeli kueleza tabia ya kibinadamu kurudi makosa. Mjadala huu unaonyesha nguvu na udhaifu wa mitandao ya kijamii. Kwa wakati mmoja inaweza kujenga chapa, kueneza bidhaa na kulinda wahusika kupitia mshikamano wa umma, lakini pia unaweza kufufua kumbukumbu za kesi na kuifanya dola isahau haraka. Kile kilichoanza kama video ya kibiashara ya sekunde chache kiligeuka kuwa somo kali la jinsi dola inavyotafsiri maneno, mizaha na ubunifu katika nchi ya Tanzania ya leo. Baada ya maandamano ya Oktoba 29, wimbi la ukamataji wa vijana lilitanda kama kivuli kizito, likiwaacha wengi wakitafakari si tu hatma ya waliokamatwa, bali mwelekeo wa taifa zima. Na ndani ya mazingira hayo ya hofu, jina la Niffer, mfanyabiashara na mjasiriamali maarufu mtandaoni, liliibuka ghafla kutoka ulimwengu wa matangazo ya kuchekesha na kuingia kwenye kumbukumbu za kesi nzito zilizogusa uhaini. Tukio hilo halikuwa ajali ya kisheria, bali dalili ya mgongano mkubwa kati ya mamlaka ya dola na uhuru wa raia katika enzi ya mitandao ya kijamii. Niffer hakujulikana kwa siasa wala harakati za barabarani. Alijengea jina kupitia mbinu bunifu zisizo za kawaida na mara nyingi za kuchekesha katika kutangaza bidhaa. Aina hiyo ya ubunifu imekuwa injini ya uchumi wa kidijitali kwa vijana wengi Tanzania, katika mazingira ambayo ajira rasmi ni haba na mitandao imekuwa soko mbadala. Ndiyo maana kukamatwa kwake kulionekana kama onyo pana zaidi, si kwa yeye pekee, bali kwa kizazi kizima cha wabunifu wanaotegemea kamera ya simu na lugha ya mtaani kujikimu. Chanzo cha mshtuko huu kilikuwa video iliyotengeneza kama sehemu ya challenge ya kibiashara, kitumia kipande cha hofu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kilichosisitiza kutokuwepo kwa nywinywi wala nywinywi. Kauli hiyo iliyokusudiwa kuashiria udhabiti wa serikali na kukataa visingizio iligeuka haraka kuwa sehemu ya utamaduni wa mitandao. Watumiaji wengi waliinasa, wakaigeuza kuwa vichekesho, matangazo na maudhui ya burudani. Na katika ulimwengu wa kidijitali, hiyo ni mienendo ya kawaida, lakini katika macho ya dola ilitoka kwenye maandamano yenye mvutano, tafsiri ilikuwa tofauti. Baada ya maandamano hayo ya Oktoba 29 ambayo yaligusa masuala ya kisiasa na haki za binadamu, vyombo vya dola vilianza msako mkali dhidi ya kile kilichoitwa uchochezi. Vijana wengi walikamatwa, baadhi wakishikiliwa kwa muda, wengine wakifikishwa mahakamani kwa tuhuma nzito. Lakini ndani ya kundi hilo Niffer alijikuta akituhumiwa kuchochea vurugu na hata uhaini, kosa linalobeba uzito wa kihistoria na kisheria. Tuhuma hizo hazikutokana na hotuba maandamano wala wito wa wazi wa kisiasa, bali na video ya kibiashara aliyoitumia maneno ya rais katika muktadha wa ubunifu. Kesi hiyo ilipanda hadi ngazi ya Mahakama Kuu ya Tanzania, na ni jambo lililoonyesha jinsi mamlaka zilivyokuwa tayari kusukuma tafsiri ya sheria hadi mipaka yake ya juu. Hatimaye Niffer aliachiwa huru pamoja na wenzake, lakini kuachiliwa huko hakukuondoa alama ya hofu.
Ujumbe ulikuwa tayari umetumwa kwa jamii kwamba maneno yanaweza kuwa hatari hata yanapotamkwa kwa mizaa au kibiashara. Na katika historia ya Tanzania, hasa tangu kipindi cha vyama vingi, matumizi ya sheria za usalama na taifa na makosa ya uhaini yamekuwa yakikosolewa kwa upana kama zana za kisiasa za kudhibiti upinzani na sauti zisizofaa. Mjadala haukuisha mahakamani. Mtandao wa kijamii ligeuka kuwa uwanja wa tafsiri, hofu na mshikamano. Wapo waliomuona Niffer kama mwathirika wa dola iliyopitiliza, na wapo waliodhani alipaswa kujua mipaka ya kile kinachoweza kusemwa hadharani. Mgawanyiko huu unaakisi mvutano mpana ndani ya jamii kati ya utamaduni wa utii na ule wa ubunifu huru. Kwa mtazamo mpana kihistoria, kisa cha Niffer kinaingia katika mlolongo mrefu wa matukio yanayoonyesha jinsi Tanzania imekuwa ikikabiliana na uhuru wa kujieleza. Kuanzia sheria za mtandao, kanuni za maudhui mtandaoni, hadi matumizi ya vyombo vya dola kudhibiti mkusanyiko wa kauli za kisiasa, mazingira yamekuwa magumu kwa sauti huru. Mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa yamekuwa yakionya mara kwa mara kuhusu mwelekeo huu, yakitaja kukamatwa kwa wanaharakati, waandishi wa habari na watumiaji wa mitandao kama dalili ya kupungua kwa nafasi ya kiraia. Na katika Afrika Mashariki, mifano ya nchi jirani inaonyesha matokeo ya njia hii. Pale ambapo dola zimechagua kuogopa mizaha na kauli za raia, mvutano unaongezeka na imani ya umma kwa taasisi imepungua. Tanzania iliyojijengea sifa na utulivu na mshikamano iko katika hatari ya kubadilisha utulivu huo kwa ukimya wa kulazimisha. Kisa cha Niffer kinaonyesha jinsi hata shughuli zisizo za kisiasa zinaweza kuvutwa kwenye mzunguko wa usalama wa taifa pale mamlaka inapohisi kukosolewa. Kwa vijana wengi, tukio hili limekuwa somo chungu linaonyesha mipaka isiyoandikwa ya ubunifu na hatari ya kuingiza lugha ya kisiasa katika maudhui ya kibiashara. Lakini pia linaibua swali pana zaidi kuhusu mustakabali wa uchumi wa kidijitali, ikiwa kila kauli inaweza kutafsiriwa kama kejeli au uchochezi. Ni mazingira gani yatakayobaki kwa wabunifu, wajasiriamali na wasanii wanaotegemea uhuru wa lugha na taswira? Mwisho wa simulizi hii hauko kwenye video ya mswaki wala challenge ya mtandaoni, huko kwenye mwelekeo wa taifa. Tanzania inapochagua kati ya kulinda mamlaka kupitia hofu au kujenga uhalali, kupitia uvumilivu au ukosoaji, matokeo yake yataonekana kwa muda mrefu. Kimya cha wabunifu, hofu ya maneno na kujizuia kwa mawazo mapya vinaweza kuwa nguvu ya kizazi kinachotegemea kuibeba nchi kiuchumi na kijamii. Kisa cha Niffer kinabaki kama onyo lisilo na sauti, lakini lenye uzito mkubwa. Taifa linaloanza kuogopa mizaha linaweza kuishia kuogopa ukweli. Ukimya unaolazimishwa leo unaweza kuwa mzigo wa maendeleo kesho, na gharama yake italipwa si na walioko madarakani, bali jamii nzima inayonyimwa nafasi ya kusema, kuunda na kufikiri bila hofu. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizi.